Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekuwa akizungumzia kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia ya nchi yake, ambapo anasema Trump ameisaliti Iran na watu wa Marekani. Wakati Rais Trump alichaguliwa katika jukwaa la kukomesha ushiriki wa gharama kubwa wa Marekani katika vita vya milele katika sehemu yetu ya dunia, ameisaliti sio tu Iran kwa kutumia vibaya ahadi yetu ya diplomasia, lakini pia amewalaghai wapiga kura wake kwa kujisalimisha kwa mhalifu wa vita anayetafutwa ambaye amezoea kunyonya maisha na utajiri wa raia wa Marekani. Alipoulizwa iwapo nchi yake inaweza kuvishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo au kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, alisema kuna chaguzi mbalimbali upande wetu, alijibu. Shirika la kimataifa la udhibiti wa nishati ya atomic IAEA linatarajiwa kufanya kikao cha dharura Jumatatu Juni 23 kutokana na hali ngumu na muhimu inayoshuhudiwa nchini Iran. Kwa mujibu wa mkuu wa shirika hilo la IAEA, hali ya dharura inayojitokeza Mashariki ya Kati ni jambo ambalo linapaswa kujadiliwa haraka iwezekanavyo. Wakati huo mkuu wa mpango wa nyuklia nchini Iran Mohammad Islam ameiandikia barua IAEA akisema ya kwamba Tehran inataka uchunguzi kuanzishwa wa shambulizi la Marekani na inalitaka shirikisho hilo kulaani hatua hiyo ya Marekani. Matamshi yake yalitolewa katika mkutano na waandishi wa habari nchini Iran mapema leo, saa chache baada ya Marekani kuvishambulia vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran. Awali IAEA ilithibitisha kwamba Iran haijasababisha kuongezeka kwa viwango vya mionzi baada ya shambulizi la Marekani katika vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.